Mapokezi la klabu moja kwa moja, na sisi tunaangalia usalama wa raia, tunawezesha hatui kipingamizi kwenye namna yoyote washabiki wanaotaka kufurahia na timu yao, kwa sababu hili jambo alilofanya sio jambo dogo, na tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa vyovyote ninavyotakiwa kufanyika, ili mradi wachezaji hawawi violated na hakuna mtu anavunjiwa heshima, hakuna mtu anaumia, iwe mshabiki, iwe mchezaji, iwe kiongozi. Sisi tutakuwa hapa kuhakikisha watu wanafurahi na timu yao. Jambo lililofanyika ni kubwa, ni jambo la kihistoria na wana kila sababu ya kufurahia na timu hii. Yes. Hii ni historia mpya inaandikwa. Kwa mara ya pili Simba wanasema kwamba wanakinga cheo. Simba anasema wewe uamini? Au 93 ulikuwa hujazaliwa? Okay, ndo maana. Ila ukifuatilia post ya CAF wenyewe wanasema first time. Kwa mashindano haya nafikiri kwa sababu yalibadilishwa jina, utaratibu ulibadilika na vitu vya namna hiyo. Lakini ni mara ya pili, sisi tunajua hatucheki na wote. Mheshimiwa, hongera kwanza kwa ushindi na pole kwa safari. Lakini mpaka sasa hivi kama serikali, maandalizi ya uwanja wa Benjamin Mkapa yanapoje, na upande wako kama waziri unawaambia nini wananchi kuelekea fainali hii? Sisi maelekezo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba sisi hatutakiwi kuwa kipingamizi kwa namna yoyote ile ambayo tunaweza kuifanya shughuli ya Simba ikawa na mazingira rafiki na wao wakaweza kushinda, tutafanya hilo. Tunaishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwa host Simba kwenye hatua ya nusu finali. Jambo lile limeonyesha mahusiano mazuri kwa pande mbili za muungano, na Wazanzibari nao walitaka kuona mchezo wa hatua kubwa kiasi hiki unafanyika kwenye ardhi ya Zanzibar. Lakini uwanja wa Zanzibar kama mnavyofahamu, sitting capacity ni 15,000 hivi kama sikosei, na kulinganisha na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao sitting capacity ni 63,000. Kwa hiyo tunataka kuwapa wananchi wengi zaidi wa Tanzania wengi zaidi nafasi ya kushuhudia mchezo huu kwa macho yao wenyewe. Kwa hivyo tunafanya kila lilo ndani ya uwezo wetu kuhakikisha marekebisho ambayo tulikuwa tunayafanya yanakamilika kwa muda, na Simba wanaweza kuutumia uwanja huu kwa mchezo wao wa fainali tarehe 25 ya mwezi Mei. Kwa hiyo mimi nitaamkia pale kesho kuhakikisha kwamba yeye atumwi mtoto dukani. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuyatekeleza. Pia kama mpenzi wa mpira wa miguu, ningependa kuona hilo linatokea. Uwanja uwe full house, ule watu 63,000. Kama mnavyojua washabiki ni wachezaji wa 12, wasaidie kuintimidate wapinzani wetu vile vile. Kwa hiyo karibuni kesho kuanzia saa 3 mimi nitakuwepo uwanjani pale, tukague kama tutapeana hapo kuona namna ambavyo tunaweza kukamilisha ukarabati wa uwanja ule, yale marekebisho machache tulikuwa tunayafanya kwa wakati. Kitu kimoja kingine ambacho nataka nikiweke wazi ni kwamba sisi tumekuwa tukifanya marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimeona hilo linaandikwa sana. Lakini marekebisho tulikuwa tunayafanya yalikuwa yanahusisha viti, yalikuwa yanahusisha mfumo wa AC, mfumo wa umeme, mfumo wa matangazo na vitu vingine kadhaa, na vitu vingine kadhaa. Hayakuwa yanahusisha pitch. Pitch ilitengenezwa mara ya mwisho na CAF mwaka juzi wakati Simba walipokuja kucheza na Al Ahly hapa kwenye mchezo wa AFL, ufunguzi wa AFL, na wakatupa kwamba mnaweza kuitumia kwa miaka 2. Kwa hiyo kazi ambayo tumekuwa tukifanya ni kuimaintain. Tulipata bahati mbaya siku ile, mvua siku ilitoka wapi ikatupiga masaa 2 kabla ya mechi, na kabla maji hayajakauka boma linabidi liwe uwanjani. Kwa hiyo uwanja ukaharibika na tuliufunga wenyewe. Kwa hivyo marekebisho ambayo tulikuwa tunayafanya hayakuwa yanahusisha pitch. Sisi pitch tumeruhusiwa kuitumia kwa miaka 2.